mpenzi wangu, lakini mimi ananiinspire. I can imagine kijana mwingine wa Kitanzania ambaye hajawahi kumit na tembo kabisa, hamjui tembo ni nani, how much anakuwa inspired kwa the way ameweza kuachieve vitu vikubwa ndani ya muda mfupi from nothing. Tembo mimi namuona hivi wakati anaanza kupindua meza, nakuja namshika mkono, namuona hivi. Mtu kama Elikana, guys, nakwambia Elikana wakati tunamchukua kuanza kumshape, kuanza kumbuild, kuanza kumtengeneza, it was a long journey. Kasema hapa sipotezi muda wangu kwa sababu it was tough. Yani Elikana hata vitu kuelewa ilikuwa ni ngumu, unaelewa? Lakini at the end of the day unaona mtu anafanikiwa, unaona mtu anafanya vitu vikubwa, unaona mtu ana gain skills. Elikana, kuna kipindi nilimwambia Elikana, naomba unipe password yako ya trading account. Kwangu actually mimi ni kama natumia kumsaidia mtu, sio kumwangalia anafanya nini, lakini kumsaidia. Nikasema nataka nikusaidie uielewe forex. Kila trade ambayo unaingiza niweze kuiona, niweze kuiassess na niweze kukupa sentiment zangu, lakini in a positive way. Sawa? Nikafanya hivyo kwa miezi kama 4-5. I think it was mwaka 2020. Kuanzia mwezi wa 3 pale, kuanzia mwezi wa 3 baada ile 2020 redefined, ile event 2020 redefined, nikaanza kumbadilisha. Alivyobadilika mzee, siamini mpaka sasa hivi, especially mwaka huu. Siamini kabisa. Siamini kabisa. Na pia hizi yani afu uzuri pia hawa vijana ni vitu ambavyo naifanya nje ya forex ambazo vina inspire zaidi yani. Yaani ukita tu kwa sababu trading doesn't inspire me anymore. Na account kubwa sana. Kwa hiyo nikiwa na account ya mtu kama Clinton, account $25, $30, it doesn't inspire me at all. Kwa sababu na account kubwa zaidi ya hiyo. Lakini nikiona Clinton anatoka kwenye forex, anaenda mgodini, anapata partnerships kubwa, anafungua mgodi, that's inspiring bro. Hata kama yani that's inspiring. Unamwona Clinton anatoka, anaenda kufanya michongo ya kilimo ambayo mimi nimeifanya na nikawa naamini kwamba naifanya kwa sababu nina passion, mtu mwingine anaweza kaifanya. Clinton hana passion yote ya kilimo, anaenda kuifanya. It's inspiring kwamba kumbe Clinton anaweza kufanya hiko kitu, hata mtu mwingine anaweza kukifanya hata kama hana passion, as far as ana vision ya kwamba anafanya hiki kitu kwa nia fulani. Hawa ni watu ambao they have a lot of stories to share. Nimchukue Clinton, nimlete kwenye event azungumze na vijana lisali zima, like tuzungumzeni guys. Baada ya pale sisi kama especially kwenye industry ya forex mimi ndio nilitoa. Sawa, vitu vingi sana nimevifanya. Mimi nasema mimi katika maisha yangu vitu vingi sana nimevifanya ambavyo kwangu navichukulia very positively. Nimefanya kilimo, nimefanya biashara, actually nimefanya biashara mpaka mgodini. Actually niko Mererani pia. Kwa hiyo hata Clinton ana mgodi, Clinton usinitishe Clinton. Unajua Clinton naangalia hii video, usinitishe. Mgodi wako wa dhahabu usinitishe. Na mgodi wa Tanzanite mshamba ya. Na mgodi wa Tanzanite. Tena tangia mwaka gani? Tangia mwaka 2000 na Clinton usinitishe mshamba kabisa. My point ni kwamba vijana hawa hizi kwa mfano Elikana kuna kipindi alikuwa anapost magari haya mabasi ya nini? Mabasi ya kusafiri. Nikamwambia dogo, mbona mimi sielewi hivyo vitu ambavyo unaifanya? Akaniambia bro, nimepata partnership na hii partnership ambayo nimepata ni kitu kidogo sana ambacho nimekichangia. Ni knowledge kidogo sana ambayo nimechangia, ni marketing kidogo sana ambayo nimechangia. Yani you understand? Kwa hiyo nikasema okay, watu wanaweza kufanya sio biashara kubwa, lakini ile aggressiveness ya kutengeneza partnerships, si ndio? Zile aggressiveness za kufanya vitu vikubwa, zile aggressiveness za kugrow in business, bro, that inspires me. It inspires me. Hata kama sio kitu kikubwa, hata kama ni partnership ya ku market products, si ndio? Hata kama ni partnership ya kuingiza hela ndogo, mambo ya yani sijui nisemaje, lakini it inspires. Sawa Hao ni watu ambao nitawaleta, tukae tuzungumze. Lakini sisi ambao tupo kwenye industry ya forex, nataka tuibadilishe industry yetu, tukae tuzungumze, tuibadilishe hii industry. Hii industry inabidi tuifanyie overhauling, yani tuibadilishe, yani tuitune upya. Tuwatafute watu ambao watu ambao kwa madarakani, watu ambao wameshika ofisi. Tuambie guys, we want our industry to be regulated. We want our industry to be respected. We want our industry to be understood. Na mimi niko front katika hayo mapambano, katika hayo mapinduzi, tupate sheria yetu, tupate regulation yetu, tupate authority kwamba ukisema mimi ni trader, mimi ni investor wa financial markets, watu wakuheshimu. Sasa hivi kwa mtu mimi ni forex trader, unaonekana kama vile mjanja, unaonekana kama vile umepotea, unaonekana kama vile hujui unachokifanya. Lakini Marekani ni vitu ambavyo watu wanafanya na they become very successful. South Africa ni vitu ambavyo watu wanafanya and they become very successful. Kenya wameanza kuvifanya hapa. Kuna watu wameanza kutengeneza tajiri hapa Kenya just kwa sababu
serikali yao imeruhusu kuregulate hivi vitu, why sisi tuko nyuma? Na uzuri sasa hivi tuna rais ambaye ni mwelewa, anafahamu dunia inavyoenda, anafahamu technology, anafahamu innovations, anafahamu advancements na vitu kama hivyo. Sasa tukae tuzungumze, jamani, tunafanyaje? Sitaki kufanya mimi vitu peke yangu, sitaki kuonekana kama vile Jeff anataka Jeff